Mpendo wa mtazamaji na kusalimu kwa jina la Yesu jioni ya leo. Nashukuru kwa sababu Bwana amekupa nafasi nyingine ya kuweza kuwa katika kupata nafasi nyingine ya kuweza kunitazama ninapokuletea wazo la jioni ya leo. Majina yangu ninaitwa Reverend Isaac Kareithi. Ninahudumu na kanisa la IAC, tuko pale Langas na Bwana amekuwa mwema. Nataka kukaribisha jioni ya leo, naamini ya kwamba Bwana atatubariki kwa sababu Mungu anatupenda. Jioni ya leo tunapata wazo letu kutoka katika kitabu cha Waibrania mlango wa 11 kuanzia mstari wa 32 hadi 40, na nitaongea kuhusu nguvu za imani. Huo ndio utakuwa ujumbe wetu jioni ya leo. Nataka tuhimizane kuhusu nguvu za imani. Na kabla ya hapo ningependa tuombe wapendwa. Tunakushukuru Baba wetu, umekuwa mwema kwetu mchana mzima. Imegharimu mkono wako tufike jioni ya leo. Asante Bwana pia kwa sababu ya nafasi hii ambayo umetupa tuweze kuwa na wazo mfalme. Naombea mtazamaji wangu Bwana umbariki. Baba asante kwa sababu neno lako liko na nguvu. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Basi ningependa kusoma neno la Bwana wapendwa, na kisha tutaendelea. Neno la Bwana linasema hivi: nami niseme nini tena? Maana wakati usingenitosha kuleta habari za Gideoni na Baraka na Samsoni na Yeftha na Daudi na Samueli na za manabii, ambao kwa imani walishinda milki za wafalme, walitenda haki, walipata ahadi, walifunga vinywa vya simba, walizima nguvu za moto, waliokoka na makali ya upanga, walitiwa nguvu baada ya kuwa dhaifu, walikuwa hodari katika vita, walikimbiza majeshi ya wageni. Wanawake walipokea wafu wao waliofufuliwa, lakini wengi waliumizwa vibaya hata kuuawa, wasikubali ukombozi ili wapate ufufuo ulio bora. Wengine walijaribiwa kwa dhihaka na mapigo na kwa mafungo na kwa kutiwa gerezani. Walipigwa kwa mawe, walikatwa kwa misumeno, walijaribiwa, waliuawa kwa upanga, walizunguka wakivaa ngozi za kondoo na ngozi za mbuzi, walikuwa wahitaji, wakiteswa, wakitenda mabaya. Watu ambao ulimwengu haukustahili kuwa wao, walikuwa wakizunguka katika nyika na katika mlima na katika mapango na katika mashimo ya nchi. Na watu hao wote wakiisha kushuhudiwa kwa sababu ya imani yao, hawakuipokea ahadi, kwa kuwa Mungu alikuwa ametangulia kutuwekea sisi kitu kilicho bora, ili wao wasikamilishwe pasipo sisi. Basi mpendwa msikilizaji, mtazamaji, jioni ya leo tunajifunza kuhusu nguvu za imani, na kitabu hiki cha Waibrania mlango wa 11 ni mlango ambao mwandishi aliweza kuongea sana kuhusu mambo ya imani. Kwa hivyo ni mlango ambao unaitwa the faith chapter ama chapter of faith. Mwandishi wa kitabu hiki alipeana mifano mingi ya watu ambao waliweza kutembea ama kuishi kwa imani. Imani ni muhimu sana katika maisha ya Mkristo. Sisi tunaokolewa kupitia kwa imani. Tunaamini ya kwamba tutamuona Mungu. Tunaamini ya kwamba Mungu yuko. Maisha ya Kikristo bila imani haina maana yoyote. Kwa hivyo imani ni muhimu sana. Tunakuwa, we grow in Christian faith, in Christianity because of faith. Kitabu cha Wahibrania kiliandikiwa Wayahudi ambao walikuwa wanapitia katika mateso, na mwandishi akaandika akiwatia moyo. Na kwa hivyo pia katika maisha haya ambao tunaishi, tunang'ang'ana katika maisha. Wakati mwingine tunang'ang'ana na dhambi, wakati mwingine tunang'ang'ana na majaribu, wakati mwingine tunang'ang'ana na machungu ambayo tunapitia katika maisha yetu. Kuwa na imani inamaanisha ya kwamba ni kuwa na ujasiri kwa Mungu. Wakati sisi tunakuwa na ujasiri ya kwamba Mungu ambaye anaishi ako na uwezo, hiyo ndio inamaanisha ya kwamba tuko na imani. Watu ambao wametajwa katika kitabu hiki na mlango huu wa 11 ni watu ambao waliishi katika vizazi tofauti. Hawakuishi katika kizazi kimoja. Ni watu ambao walikuwa na they had different personalities. Hawa watu walikuwa watu ambao kila mmoja alikuwa amelelewa katika maisha yake kivyake. Na hawa watu kitu kimoja ambacho kinawaunganisha ni imani. Mwandishi anawataja moja baada ya mwingine. Kuanzia mstari wa kwanza ukisoma na kuendelea, ametaja watu wengi sana akiongea kuhusu imani. Hawa watu walionyesha imani. They demonstrated faith in critical moments, na wakaweza kupata ushindi katika wakati ule. Na kwa hivyo jioni ya leo mpendwa, nataka kukutia moyo
ni kuambia kwamba kuna nguvu katika imani. Biblia inasema ya kwamba Mungu aliumba dunia kwa sababu ya imani. Aliumba vitu tunavyoviona kutoka kwa vitu ambavyo havionekani. Alinena tu neno lake, na hilo neno ambalo alilinena likasababisha ya kwamba uumbaji ukaweza kutokea. Alisema kuwe jua na jua likatokea, akasema kuwe mwezi, mwezi ukatokea, akasema nyota zijae mbinguni, nyota zikajaa. Biblia inasema ya kwamba huyu Mungu anaita vitu visivyoko kana kwamba viko na vinakuwa. Na hivyo pia na sisi kama watoto wa Mungu tunapaswa kuwa na imani, tunapaswa kumuiga baba yetu, kwa sababu hii imani tukiwa nayo katika maisha yetu itatusababisha tuweze kuhisi na kuona mambo makubwa ambaye Bwana atatenda kupitia katika maisha yetu. Jioni ya leo nataka kukutia moyo na nikwambia kwamba imani inaweza ikakutoa mahali uliko na ikuinue ikuweka katika kiwango kingine. Mpendo, unahitaji imani. Ukisoma mstari wa 6 katika hicho kitabu cha Ibrania mlango wa 11, Biblia inasema ya kwamba pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. We cannot please God. Hatuwezi tukampendeza Mungu kama hatuna imani. Na inaendelea kusema ya kwamba kila mtu ambaye anamwendea Mungu lazima aamini kwamba Mungu yuko na ya kwamba huwapa thawabu wale wamtafutao. Wapendwa, tunapoomba hasio maneno tu ambayo tunanena, lakini ni lazima tuamini ya kwamba maombi ambayo tunaomba ya kwamba Mungu atasikia na atajibu maombi yetu. Hawa watu tunawaita mashujaa wa imani kwa sababu walisimama katika imani, na kwa sababu ya imani Mungu akatenda mambo makubwa katika maisha yao. Jambo la kwanza jioni ya leo ambalo ningependa kukuambia ni ya kwamba tunapokuwa na imani, ya kwamba imani itatusaidia sisi tuweze kushinda falme na milki za giza. Biblia inasema ya kwamba kwa imani hawa watu waliweza kushinda milki, waliweza kushinda falme, walikuwa na uwezo. Mstari wa 10 wa 33 inasema ya kwamba ambao kwa imani walishinda milki za wafalme. Hawa watu ambao tunawaita mashujaa wa imani waliweza kushinda milki za wafalme kwa sababu ya imani. Wengine wao walikuwa katika nchi ya ugeni. Tunasoma kuhusu akina Daniel, akina Shadrach, akina Meshach na Abednego. Walikuwa vijana na walikuwa katika nchi ya ugeni, lakini katika nchi ya ugeni kwa sababu ya imani waliweza kushinda milki za wafalme. Tunasoma kuhusu wengine ambao hawakuwa wameelimika sana, ambao walikuwa wavuvi, akina Peter, Simon Peter, na hawa kwa sababu ya imani waliweza kusimama imara na waliweza kushinda milki za wafalme. Wapendwa, kuna falme ambazo zinatawala katika maisha haya. Tunaishi katika ulimwengu ambao uko na falme mbili. Kuna ufalme wa Mungu na kuna ufalme wa giza. Na kila wakati mfalme ambaye anatawala katika ufalme wa giza anafanya juu chini, awaweke watu mateka, awaweke katika ufalme wake ili aweze kuwatawala. Na kwa hiyo jioni ya leo, iwapo tutaweza kushinda ufalme na milki za giza, ni lazima tuwe na imani. Imani itatusaidia ya kwamba tuweze kushinda falme ambazo zinatawala katika ulimwengu huu. Katika kila mji, katika kila kijiji, kuna falme na kuna nguvu ambazo zinatawala mahali pale. Mtumishi wa Mungu Paulo alisema katika kitabu cha Waefeso mlango wa 6 kuanzia mstari wa 10 na kuendelea, akasema ya kwamba hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika nguvu zake. Akasema ya kwamba vaeni silaha zote za Mungu ili muweze kusimama na kushinda nyakati za uovu. Akasema kupigana kwetu sio juu ya damu na nyama, lakini tunapigana na nguvu za giza katika ulimwengu wa roho. Akasema tunapigana na milki, tunapigana na wafalme, tunapigana na nguvu ambazo zinatawaliwa na shetani. Na wapendwa, tukiwa na imani tutakuwa na nguvu za kushinda kila aina ya milki. Kuna nguvu ambazo zinatawala mahali ambapo unaishi wapendwa. Kuna watu ambao wanapitia katika hali fulani kwa sababu ya ufalme ambao unatawala mahali ambapo wanaishi. Unahitaji imani mpendwa ili uweze kuinuka, uweze kushinda falme ambazo ziko mahali ambapo uko, uweze kushinda milki za mahali ambapo uko. Kuna familia zingine ambazo zinatawaliwa na falme za giza, na wewe kama mtoto wa Mungu katika hiyo familia unahitaji imani ili uweze kushinda hizo milki na falme ambazo zinatawala katika familia yenu. Kuna watu ambao wamekandamizwa sana na shetani
shetani. Wakati mwingine unatazama, unaona ya kwamba kuna mahali ambapo shetani amesema katika hii familia watoto hawatasoma. Shetani amesema ya kwamba katika hii familia watoto hawatawaishi katika shamba zao, wataishi katika nyumba za kukodi. Kuna mahali ambapo unakuta ya kwamba shetani amesema katika hii familia watu wataishi wakiwa walevi, hata watu wanaanza kulewa wakiwa wadogo. Nimekuja kuambia jioni ya leo, wewe mtoto wa Mungu unahitaji imani ili uweze kushinda milki na falme ambazo zinatawala katika eneo lenu, katika jina la Yesu. Haleluya. Bwana Yesu Kristo, jioni ya leo anatuhimiza ya kwamba tukiwa na imani, hata imani ndogo sana, anatuhimiza ya kwamba hiyo imani iko na uwezo wa kusongesha milima. Na kwa hivyo wapendwa, mambo ambayo yanaonekana kama milima katika familia, tukiwa na imani, Mungu wako na uwezo wa kuondoa ile milima. Wewe ambaye umemkubali Bwana awe mwokozi wa maisha yako, ni wewe ambaye Bwana anataka kutumia katika familia yenu. Ni wewe Bwana anataka kutumia katika kijiji chenu. Ni wewe ambaye Bwana anataka ulete mabadiliko mahali ambapo huko. Inahitaji mtu ambaye ako na imani, kwa sababu ukiwa na imani mpendwa, utaweza kushinda milki katika jina la Yesu. Na nataka kuhimiza jioni ya leo nikwambie, mahali popote ambapo unaenda, aidha umeandikwa kazi mahali fulani, ama umejoin shule college mahali fulani, mahali popote ambapo unaishi, ama umeenda kuishi katika ploti mahali fulani, mahali hapo ukienda, wewe ambaye ni Mkristo, shika hatua ya imani na uteke nyara falme zote ambazo zinatawala mahali pale, na ukaribishe uwepo wa Mungu mahali pale katika jina la Yesu Kristo. Wapendwa, usikubali ya kwamba shetani aanze kutawala watoto wako mahali ambapo unaishi. Usikubali shetani aharibu ndoa yako mahali unaishi. Uko na uwezo na uko na nguvu kupitia kwa imani ya kuangusha milki, ya kuangusha falme katika jina la Yesu. Jambo la pili, Biblia inasema ya kwamba hawa wapendwa, inasema ya kwamba katika mstari wa 33 ya kwamba walitenda haki. Biblia inasema ya kwamba wapendwa hawa walitenda haki. Wapendwa, kuna watu ambao waliishi nyakati ambazo zilikuwa ngumu sana, wakati ambapo watu walikuwa wanatenda dhambi. Wakati wa Nuhu, Biblia inasema ya kwamba Nuhu alipata kibali machoni pa Bwana kwa sababu yeye hakujihusisha na mambo ambayo watu walikuwa wakitenda. Alikuwa na imani ya kwamba kuna Mungu mbinguni. Wapendwa, wakati ambapo Loti alikuwa akiishi kule Sodomu, Biblia inasema ya kwamba malaika alikuja ili amtoe katika Sodomu kwa sababu yeye hakujihusisha na mambo ambayo yalikuwa yakiendelea mahali pale Sodomu. Hawa watu walitenda matendo ya haki. Na hata sisi Bwana, tukiwa na imani, Bwana anatusaidia ya kwamba tuweze kutenda matendo ya haki. Kuna Wakristo ambao wanajichanganya, wanasema ya kwamba kwa sababu kila mtu anatenda, wanasema hii ni lazima ufanye kwa sababu kila mtu anatenda. Wapendwa, nimekuja kukuambia kwamba sio lazima ujichanganye na mambo ambayo watu wanatenda. Hata kama unaishi katikati ya watu ambao wanatenda maovu, kuna neema ambayo Mungu anaachilia kwa watu ambao wako na imani ya kukaa mahali pale na kusimama imara katika jina la Yesu Kristo. Unahitaji imani mpendwa ili kutenda matendo ya haki. Unahitaji imani mpendwa ili uweze kuendelea katika maisha ya Kristo, ili uweze kuishi maisha ambayo yanakubalika mbele za Bwana. You need faith. Unaweza kuwa katika familia yako hakuna mtu ambaye anamjua Mungu, hakuna mtu ambaye anampenda Bwana. Wapendwa, inawezekana kuwa mwenye haki hata katika hiyo familia katika jina la Yesu Kristo. Ninakuombea jioni ya leo ya kwamba Bwana achilie neema katika maisha yako kama mahali ambapo unaishi, hata kama watu hawamjui Mungu. Ninaomba ya kwamba Bwana aachilie neema katika maisha yako uweze kuwa mwenye haki mpendwa katika jina la Yesu Kristo. Wapendwa, wakati mwingine tunakaa na watu ambao hawamjui Mungu, na wakati mwingine tunaona kana kwamba hawa watu maybe wanatuchekelea ama wanatukejeli ama wanatudhihaki. Lakini ningependa kuambia kwamba kuna wakati ambao unafika na inadhihirika ya kwamba wewe ambao umeokoka ya kwamba Mungu wako pamoja na wewe. Hawa watu kuna wakati wakipata shida wanakuja kwako na wanahitaji uwaombee katika jina la Yesu. Mtumishi mmoja alisema alipoanza kanisa, mahali alikuwa anaishi katika mji ambapo alienda, kuna watu aliishi mahali ambapo watu walikuwa wanakunywa pombe sana, na yeye alikuwa akiwapita anaenda kuomba kwa nyumba yake. Na siku moja ikafika Bwana akamuinua, akataka kuhama mahali pale aende katika nyumba iliyo bora, na akaenda pale akaambia wale watu ya kwamba sasa mimi ninataka kuhama. Na wale watu wakasema, sasa pastor ukihama nani atakuwa anaomba? Tutakuwa tunasikia nani akiomba? Kumbe wakati pastor alikuwa anaomba, hawa watu walikuwa wanabarikiwa, walikuwa wanafurahia kwamba mtumishi wa Mungu anaomba. Kwa hivyo mpendwa, anataka kusema ya kwamba kuna neema ya kipekee ambaye Bwana anaachilia kwa watu wake. Ninakuombea Bwana akupe imani ya kwamba wewe usimame imara katika jina la Yesu Kristo.
Na jambo la tatu ni ya kwamba watu walipokea ahadi. Biblia inasema ya kwamba they obtain God's promises. Kwa imani wapendwa, tunaweza tukapokea ahadi za Bwana. Neno la Bwana, Biblia iko na ahadi nyingi sana, na njia moja tu ya kupokea hizi ahadi ni imani. Ukiwa na imani mpendwa, ahadi za Bwana zitakuja kutimia katika maisha yako. The promises of God will be a reality in your life. Ninakuombea katika jina la Yesu ya kwamba uwe na imani timilifu ili ahadi za Bwana ziweze kutimia katika maisha yako. Ahadi za Bwana ni nyingi sana. Ahadi za Bwana ni za watoto wake, na wewe ni mmoja wa watoto wa Bwana. Ninakuombea katika jina la Yesu uweze kushika imani ili ahadi za Bwana ziweze kutimia katika maisha yako katika jina la Yesu. Mpendwa, nataka kuomba pamoja na wewe jioni ya leo. Tuamini pamoja, tuombe ili Bwana atusaidie tuwe na imani, na ili nguvu za imani zidhihirike katika maisha yetu katika jina la Yesu. Tuombe pamoja. Mungu wetu, katika jina la Yesu tunakushukuru. Asante Bwana kwa sababu ya neno lako. Tunajifunza kuhusu mfalme wapendwa hawa ambao walisimama imara. Baba wa mbinguni, hata wengine walipitia mambo ambayo ni magumu, lakini walisimama na imani Bwana. Naombea mtazamaji wangu jioni ya leo ya kwamba msaidie Bwana akaweza kutembea, akaweza mfalme wa ajabu kuwa na imani katika maisha yake katika jina la Yesu. Achilia neema Bwana, achilia kibali Bwana. Baba, ya kwamba maneno ambayo tunayanena yakawa na nguvu katika maisha yetu. Tusaidie kushinda milki za giza Bwana. Tusaidie mfalme wa ajabu kuweza kusimama na haki yako Bwana, kuishi kuwa wenye haki Bwana. Tusaidie Baba wa mbinguni tuweze kupokea ahadi katika jina la Yesu Kristo. Asante Bwana kwa sababu nabariki mtazamaji wangu. Kwa jina la Yesu Kristo ninaomba na kuamini. Mtazamaji mpendwa, Mungu akubariki. Mungu akutende mema. Naomba ya kwamba imani ikatenda kazi katika maisha yako katika jina la Yesu.